Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Music Life TV. Leo tumekuandalia zoezi la mapigo kuanzia zoezi la kwanza mpaka zoezi la 14. Katika mapigo haya na mazoezi haya, vitu vitatu hakikisha unavizingatia ili kuepuka makosa wakati wa kusoma mazoezi ya mapigo, lakini pia katika kusoma wimbo. Jambo la kwanza, hakikisha unafahamu alama za wakati. Ni alama ipi ya wakati imetumika katika zoezi la mapigo. Jambo la pili, hakikisha unafahamu katika zoezi hilo pigo moja linachukuliwa na noti ipi. Kama pigo moja ni la robo noti au pigo moja ni la kinane au pigo moja ni la nusu noti na kadhalika. Tatu, hakikisha idadi ya pigo lenye thamani linasikika katika zoezi zima, katika zoezi zima la mapigo ambayo unalifanya. Lakini zile noti ndogo yake ambazo zinakuwa zimeingia katika zoezi lile unakuwa unazimega kulingana na zoezi la kulingana na pigo moja ambalo linahusika. Kwa kama pigo moja ni robo noti, kwanza kusanya zile noti ambazo zinaunda mapigo yaliyo katika pigo moja moja, kwamba zikusanye kwa alama, kwa kuzijumlisha kwa thamani zake zikutengenezea pigo moja ya robo noti, pigo moja ya robo noti, kwa kana kwamba kila sehemu unajua ni pigo moja ya robo noti. Baada hapo ndo labda limegawanyika hivi unalipiga. Nadhani ukifanya hivyo utaweza kuelewa kwa urahisi zaidi mazoezi hili, na itaweza kusaidia zaidi kuweza kuelewa mapigo katika muziki. Kabla hatujaanza kupitia mazoezi yote 14, karibu uweze kubonyeza alama ya subscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi zinapokuwa hewani, lakini pia karibu kulike, comment na kushare ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi.
Asante sana kwa kutufuatilia. Uwe na wakati mwema.